mimi ni kati ya wengine. Na katika huo mkutano wa kuamua, wengine walikuwa wanasema hata mimi mzee aliniambia, lakini nikajaribu kumsawishi abadilishe, lakini akakataa. Wengine walikuwa wanasema hivyo. Kwa hivyo baada ya kusikia huo ushahidi na pia kuona video iliyochezwa mahali pale penye mzee alikuwa anaongea yeye mwenyewe, kila mtu akapata kuona na kusikia hiyo video venye mzee anasema. Kwenye ile video mzee alikuwa anasema vipi? Mzee alikuwa anasema kwa lugha ya Kikikuyu, mimi nataka kusema nikiaga, ninataka kuzikwa kwa boma langu la Gilgili chini ya miti. Na mzee alirudia mara mbili. Baada ya watu wa ukoo kusikia na kuona hiyo video, sababu ilisuguzwa kwa kila mtu, kapata kuona na kusikia. Hata kuna wengine wakati walipata kuona hiyo video, machozi ilitiririka. Wakasema hivyo mzee amesema, uamuzi uko namna hiyo. Wakati wa kuona hiyo video ama wa kutoa uamuzi, hakukuwa na mtu hata mmoja wa familia ya Phyllis Wanjiru, hakukuwa mtu hata mmoja wa familia ya Magdalene Waithera. Tulikuwa ukoo peke yetu. Tukakuja na uamuzi na tukaandika kupitia kwa maoni yao ya ukoo. Kila mtu alikuwa anapata nafasi ya kutoa maoni yake. Kila mtu alikuwa anasimulia ama anasema venye mzee alimwambia. Kwa hivyo mafikiria yetu na uamuzi wetu wote ukafanana. Basi tukaamua hatuwezi badilisha, hatuwezi gairi, hatuwezi kiuka amri ya mzee. Kwa hivyo hiari na amri ya mzee ni kwa kwamba zikwe Gilgili. Ndio. Kuna hisia kwamba upande wa wateja wa Mr. Omari kwamba mzee anafaa kuzikwa Gatanga. Yapi kwako ya kusema kuhusu hilo? Mimi kwangu kama mwenyekiti wa ukoo wa Wanjiru wa Bariadi Gisoi, huwa ukoo unafuatilia sana matamshi ya mtu mwenyewe akiwa hai. Na hakuna vyovyote vile ama nguvu zozote ukoo unafaa kuamua ama kubadilisha ama mtu yoyote, kwa sababu hata kama mzee angesema azikwe Lang'ata, uamuzi wake unafaa kufuatwa, kwa sababu hiyo ilikuwa hiari yake na ilikuwa maoni yake na mapenzi yake. La mwisho, kuna wenzenu katika jamii ambao wameaga hapo awali? Wako wengi. Wamezikwa wote pale Gatanga? Wengine wamezikwa Gatanga, lakini kila mtu ni kwa boma yake. Wengine wamezikwa wapi? Wengine wamezikwa nje, sababu hiyo familia ni kubwa na imetapakaa. Kuna wengine wako area tofauti na kila mtu wako na uamuzi wa kuzikwa mahali anataka. Na sio tu kusema ati hiyo shamba ya mzee ama babu zetu mwenye yako nje ya area hiyo, si kana kwamba akiaga anafaa kuletwa pale, sababu mtu wako na boma yake na mtu anafaa kuzikwa mahali yeye mwenyewe anataka. Bwana Chomba, ile imekuleta la muhimu kotini ni kwamba wenzetu wa upande ule mwingine
walikana yale ambayo mliamua na wakasema kwamba maamuzi yako yalifanywa kwa kuwalazimisha ama kwa kushurutisha. Una yapi ya kusema kuhusu hiyo? Hiyo sio kweli kabisa, kwa sababu wakati wa uamuzi kwanza wenye tulisema na tukaongea tutakula kiapo, na hii itakuwa ni siri, kwa sababu hatuna familia ya Magdalene hapa, hatuna familia ya Phyllis hapa. Sisi kama ukoo ndio tutatoa uamuzi, na tukasema hii chai tunakunywa saa hii iwe ndio itafanya tuweke siri mpaka wakati tutaita hizo familia mbili wasomee uamuzi wa ukoo, sababu hizo familia mbili zilikuwa zimetupatia hilo jukumu kama ukoo. Na haikuwa kesi ya kwanza, kuna kesi mingi sana ukoo ushaamua, na hakuna uamuzi umeshabadilizwa na mtu yoyote, hata mzee mwenyewe. Kuna kesi nyingi sana ambazo alikuwa analeta mbele ya ukoo, na venye ukoo umeamua ilikuwa inakaa hivyo na inakuwa ndiyo msimamo. Kwa hivyo ile uamuzi ambao mlifikia ungependa itimizwe ilivyo? Ningeomba koti takatifu, kwa sababu ukoo uliamua, na ukoo ndio unajua mambo mengi sana ya kifamilia ya mzee James Bolo Kenani. Ningeomba koti hili huo uamuzi wa ukoo ufuatiliwe, sababu ndio ulikuwa uamuzi wa mzee. Baba ya marehemu alizikwa wapi? Baba ya marehemu, hata marehemu mwenyewe hamjui. Hao walisema kwamba baba na mama wote walizikwa pale. Una lipi la kusema kulihusu hilo? Hakuna. Babu yetu hajazikwa pale, sababu hata mzee mwenyewe hamjui. Umeonyeshwa kaburi la baba la Mburu Kinani popote mahakamani? Umeona ibaki yoyote kuhusu kaburi la Mburu Kinani baba yake popote? Hapana, hakuna. Leo pale mzee ana shamba pale Gatanga. Kwa nini hana shamba? Juu alipata kugawa hiyo shamba, kaigawa mara 3. Na yeye mwenyewe alikuwa anasema shamba lake liko Gilgil, na hakuna mtu wa ukoo mwenye hajui hivyo. Mzee alikuwa anasema kila mtu anajua. Na wakati mzee alipoenda Gilgil alisema jambo moja, akasema mimi mwenye atakuwa na haja na mimi, mwenye anataka tuongee, atakuwa na safiri anakuja Gilgil, tunakaa na niambia venye anataka, alafu tunamalizana. Lakini kwa upande mwingine mzee alikuwa anasema mkipata jambo pale Gatanga munihitaji mimi mzee, sasa mimi nitakuwa ninasafiri ninakuja huko Gatanga kama mmeniita, lakini boma langu ni Gilgil. You know, that's so. Habari ya mzee? Salama sana bwana wakili. Lugha gani na mwili? Uhusiano yako na marehemu ni gani? Ni babangu mdogo, sababu ni ndugu. Ni ndugu ya baba yako. Yeah. Baba yako ana miaka ngapi? Baba yangu hayuko, aliaga. Sasa angekuwa hai. Hayuko hai. Sasa angekuwa hai, angekuwa miaka ngapi? Angekuwa miaka 100. Angekuwa miaka 100. Kwa hivyo marehemu tunayemzungumzia ana miaka ngapi? 92. Kwa hivyo ni karibu rika ya baba yako. Ni karibu.
Kuti inajua majina ya watu. Stella Kafoi Akilika. Stella Kavoi ambaye ni shangazi. Shangazi yangu. Nani tena? Dada ya mzee. Dada ya mzee. Nani tena? Nani tena alikuwa? Ulikuwa watu watatu, marehemu, dada yake na wewe. Na marehemu shangazi yangu mkubwa wa mzee mwenye aliaga last year mwezi wa 8. Naitwa nani? Anaitwa Idis Balimo. Idis. Ulikuwa watu wanne. Then na mama Magdalene Maivera. Na bibi ya marehemu ambaye anaitwa Magdalene. Yeah. Nani tena? Tulikuwa hivyo. Hivyo. Sawa. Mzee alikuwa na ndugu zake. Alikuwa na ndugu zake. 2017 au ndugu zake walikuwa ni nani? Mwenye yako ni moja tu. Anaitwa nani? Anaitwa Joseph Chugona Kenani. 2017 alikuwa hai. Ako hai hata sasa. Hata sasa. Na hakuepo ukiambiwa mahali mzee atazikwa. Hakuweko akali pande hiyo. Sawa. Twende kwenye wazi la tatu. Alikuonyesha mahali atazikwa? Alinionyesha. Wapi alikuonyesha? Hili kwa miti mahali kuna kikingi na akawekelea jiwe. Akawekelea jiwe. Hii ilikuwa mwendo wa saa ngapi? Ilikuwa mwendo wa saa 10 siku hiyo. Ukarudi 2017. Ukarudi Gatanga. Nilikaa hapo siku 5. Ndio, alafu ukarudi Gatanga. Nikarudi. Tangu 2017 umeenda Gatanga mara ngapi? Tangu 2017 umeenda Gatanga, umerudi Gilgil mara ngapi? Ni mara nyingi. Akuti nataka tu mara. Ni mara nyingi. Aha. Ulipoenda Gilgil mara nyingi, ulienda na watu wengine? Nilienda na watu wengine. Taja hao. Kangele Joseph. Aha. Ambaye ni nani? Ambaye ni nani? Ambaye ni ndugu yangu. Mwaniki Gabriel. Bado Stella Kafoi Akilika. Na wakati huu unaenda, mzee aliwaambia maneno, aliwaambia hawa wengine wakiwa na wakisikia. Kwa hivyo wanajua na watakuja wasimame hapo waseme pia waliambiwa. Ndio. Sawa. Twende kwa wazo lingine. Wewe umesema mzee alikuwa wa dini gani? Alikuwa Mkristo. Alikuwa Mkristo. Yeah. Statement yako inasema hivyo. Inasema hivyo. Wewe umesema ni pastor. Yeah. Wa dini gani? Kristo. Tena umesema wewe ni chairman wa ukoo. Chairman wa ukoo. Wewe ni chairman ya ukoo. Kwa ajili ya habari yake sio. Na wewe ni pastor. Ndio. Na mzee ni Mkristo. Mzee ni Mkristo. Wakristo zikwa kwa njia gani? Wakristo huzikwa kwa njia ya heshima na ibada ya kikanisa ya kidini. Ya kidini kishirikiana na familia. Mkristo anazikwa kidini. Kidini. Wewe ni mfuasi wa mila za Kikikuyu. Sababu ndio maana umekuwa chairman. Chairman si shule. Mimi sio chairman wa mila. Anasema chairman ya ukoo. Atakuwa chairman sababu ana degree. Hapana. Kwa hivyo qualification ya chairman ni mambo ya mila na desturi za huo ukoo. Hapana. Kwa hivyo qualification lazima uwe unaelewa vitu za hiyo mila. Sio lazima. Kwa hivyo
umekubali wewe haujapewa hiyo kiti kwa sababu unaelewa mila. Mimi ni mwenyekiti wa... Eleza mahakama. Umesema wewe ni mwenyekiti. Ni mwenyekiti wa lakini uelewi mambo ya mila na desturi ya ukoo huo. Ukoo sio kimila. Nakuuliza swali. Unajua mila na desturi za ukoo huo? Ya huo ukoo. Hiyo tu ndio anauliza. Unajua? Ninafahamu. Unajua? Yeah. Na umesema kulingana na ukoo huo watu wenu wanazikwa vipi? Watu wetu wanazikwa kila mtu kwa boma yake. Kila mtu anazikwa kwa boma yake. Ama mahali angependa. Ulita mkutano. Yeah. Ya wanawake na watoto wao pande mbili. Yes. Wale mkawatoa nje. Kweli hao familia mkawatoa? Familia tuliwatoa ndio. Sawa, ndio nimesema mliwatoa. Tuliwaambia waende. Si makosa. Ndio. Waliambiwa pole pole, tafadhali mama na baba toka. Kweli? Mkabaki watu wangapi? Mkabaki watu 13. Ndio nipewe hiyo. Ni watu wa nyumbani. Ni watu wa nyumbani. Hakuwa wa Kisii ama kabila zingine hapo. Ni watu unajua. Singe lazima utaje bila kupewa list. Tuambie wale watu kulikaa kama chama. Susan Jerry Chomba, Margaret Kanini Mwaniki, yes. Bethi wa Ilimu Mwaura, Joseph Kang'ethe Buru. Naona kama wamefika 13. Sawa. Rekodi itaangaliwa baadaye. Kubali kwamba hawa watu mlipokutana mlikula kiapo. Mkaonyeshwa video. Ilionyeshwa. Mpaka watu wakalia. Ndio. Machozi mingi. Si ni kweli? Si mingi na sio wote wakulia. Nani alikuwa nani? Ng'ang'a aliwaonyesha video. Ndio. Ambaye hakutengeneza. Ndio. Nani alitengeneza hiyo video? Mzee alikuwa anaongea. Akiongea kuna mtu anashika hiyo simu. Sasa huyu ndiye ameshika. Nani alikuletea video akawaonyesha kwamba mimi niliona mzee akizungumza? Alikuwa mtendakazi wa hospitali. Ndiye alileta video. Wakili hata bila mambo ya hiyo video. Tuendelee mbele. Sawa. Hii video mlipoiona hawa watu 14 pamoja na wewe, sawa? Unasema wote walikuwa wanajua mali mzee atazikwa? Sio wote, kuna wengine mzee alikuwa amewaambia. Wangapi walikuwa wanajua mapema kabla ya video? Kuna shangazi yetu Stella Kafoya Kirika. Na mimi Kitachoba Gidua. Kuna Agnes Jerry Kirika ambaye ni mama yetu mdogo. Na Gabriel Mwaniki. Hao walijua mapema kabla ya video. Hao ni kati ya wengine waliokuwa wamejua kabla. Wengine walijua kutoka kwa video. Wengine walijua kutoka kwa video. Kwa hivyo tuelewane.
kujua pali mzee atazikwa hakukupeanwa na watoto wa Magdalene, sababu hawakuwa hapo ndani, Hapana. walikuwa nje. Pili, kujua mahali atazikwa hakukuwa kutokana na watoto wa Idis, familia ya kwanza Phyllis. ya Phyllis, walikuwa nje. Sawa. Yeah. Angalia minute ya watu 15 mliandika minute uamuzi wenu. 13. Angalia hapo, angalia hizo minute. Niko pale. Iko pale. Niko. Eleza mahakama hizo minute, kichwa chake kinasema nini? Nyumba ya Jiro ya bale ya Gicoi. Hiyo ni kusema uko wa hawa. Ni minute za tarehe gani? Tarehe 4 Tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 24. Confirm kwa and hiyo tarehe ni very critical. Eleza mahakama. Tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 24. Angalia nyuma ya hizo karatasi, kuna waliohudhuria Wako ni wangapi? kumi na watatu. Confirm wameandika majina yao Wameandika kila mtu. ndio. Baada ya majina wamefanya nini? Nini next? Namba ya kitambulisho. Namba ya kitambulisho. Mwisho Sahihi. na nakubaliana kwamba hawa watu 13 ndio walikuwa kwenye mkutano. Sawa sawa? Ndio. Twende kwa minutes zingine. Kati ya hao watu 13 nani aliandika minute? Ni mwandishi wa ukoo Anaitwa nani? Gabriel Mwaniki. Gabriel Mwaniki. Unajua kama ametoa ushahidi hapo? Ametoa ushahidi. Nikueleze vile alieleza mahakama. Naweza nieleza. Alieleza mahakama ya kwamba mliambiwa na watoto wa Magdalene, na mtoto mmoja ama wawili wa Magdalene, mtoto mwingine wa Phyllis, kwamba mzee alisema atazikwa Aprili. Tena kama hili. Eti mliambiwa na familia. Sisi kama ukoo. Hiyo ndio ushahidi ya Gabriel. Lakini wewe unasema nyinyi wenyewe ndio mliambiwa na mkaonyeshwa video. Sielewi unaniuliza tulielezwa nini? Sikiza. Ni hawa na wao watoto. Swali ni moja, atakapozikwa mzee. Kulingana na Gabriel, watoto wa marehemu ndio waliwaambia. Rekodi iko pale. Utasema nini? Sisi kama ukoo Utasema nini? Gabriel alivyosema ni tofauti na unavyosema. mimi nasema sauti ya ukoo. Wewe uamuzi wenu ni sauti ya ukoo. Yeah. Asante. Ya Gabriel ni sauti ya watoto wa marehemu. Twende kwenye wazo la pili. Minute, una minute za watoto wa marehemu. Hizi familia mbili zikikaa kando, una minute za Ziko. pewa. Minute za bibi wa kwanza.
ni za tarehe. Hivi wa kwanza minute ni za tarehe 3 mwezi wa 12. Minute za pili Za kwanza tuandika kama ipate hizo tarehe. Minute za kwanza. Wakili mdogo atakusaidia. za tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 24. Mkutano ulikuwa wapi? Mkutano ulikuwa kwa watoto wa Phyllis. Watoto wa Phyllis. Wajir. Wewe uko kwenye hiyo list? Jina lako iko? Mimi niko kwa hiyo list. Namba 5. Namba 5. Hiyo list yote kuna mtu amesign kidole chochote? Hakuna. Haina. Kuna mtu ameweka simu? Hakuna. Kuna mtu ameweka kitambulisho? Hakuna. Kati ya hiyo list kuna watu walioamua ile mkutano yenu waliokuwa hapo? Hawa watu 30. Kuna yeyote hapo? Wako. Wameweka kidole? Wameweka kidole kwa uamuzi. Hapo. Hapa hakuna mtu aliweka kidole. Sababu hakuna chochote kilichotoka kwenye hiyo mkutano. Mambo yenye yaliongelewa yako hapa. Kwa hiyo nasema kulingana na mali ya kuzikwa ni uamuzi wa ukoo. Hii huko mkutano wa uamuzi. Basi, that's what I wanted. Hiyo haikuwa mkutano ya uamuzi. Yeah. Twende kwa mkutano ya pili. Ni minute ya tarehe? Tarehe 4. Tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 24. Wapi? Huu mkutano ulikuwa kwa boma ya Nation Gure. Wewe uko kwa hiyo mkutano? Mimi niko. Soma namba yako. Namba 1. Namba 1. Kuna uamuzi wowote ulitoka kwenye huo mkutano? Huu mkutano ni wa ukoo na familia ya Magdalene. Hakukuwa na ukoo kati ya. Kuna uamuzi ya mahali atakapozikwa uliotoka kwenye mkutano? Hakuna. Kwa hivyo tukubaliane kwanza ya kwamba uamuzi wa wapi atakapozikwa hawakuhusisha familia ambao ni bibi na watoto wa marehemu. Familia zote mbili wakati ziliachia ukoo walitoka na uamuzi. Uamuzi ulikuwa wa ukoo. Tuelewane? Watu 13 ndio waliamua. Ndio waliamua. Na kati ya watu 13 kuna mtoto wa marehemu hapo? Yeyote? Hakuna. Kuna bibi ya marehemu hapo? Hakuna. Thank you. Twende kwa wazo la mwisho, alafu nitaachia mawakili hawa wanajua kuongea kizungu zaidi ya mimi. Kuna picha iliyoletwa hapa pali mzee alisema atazikwa. Mshaiona picha? Utaonyeshwa picha. Pastor alituonyesha wakionyeshwa mahali mzee atazikwa. Picha ikipigwa. Kwa hiyo picha nilikuwa kwa boma lakini sikupigwa picha. Pastor ni rafiki yangu, nimemwona hapa alikuwa. Uko kwenye hiyo picha? Siko kwa hiyo picha. Angalia hiyo picha. Siko kwa hiyo picha, nilikuwa kwa boma ya ng'ombe. Sijauliza mahali ulikuwa. Ni swali rahisi tu nimekuuliza. Uko kwenye hiyo picha? Siko kwa hiyo picha. Unaweza tambua wale wako kwenye hiyo picha?
unaweza watambua. Aendeleza mahakama. Kati yao ni Bishop Aitwa Bishop nani? ambaye akawa Karicho. Anaitwa Bishop Karicho. Bishop Karicho. Ndio huyu umemtambua? David. Je, yule. Anaitwa na Bishop nani? Karicho. Majina yake? Karethio. Hakuna usijauliza wewe umwambie majina. Yeye mwenyewe ndiye anajua. Bishop anaitwa nani? Bishop Karicho. Majina yake si jina lako. Jina ndio hiyo, David Karicho. David Karicho. Yeah. Na mzee James Boro Kinani. Nani? Nani? Na Charles Wawero Ambaye ni nani? ambaye ni jana ya mzee. Kuna Alice Wamboi. Kuna area MCA ako kwa hiyo picha. Kuna Moses ambaye ndiye huyu. Na kuna Kereka. Thank you. Hao kulingana na ushahidi wameleta, mzee aliwaonyesha mahali atazikwa. Ndio. Wewe hauko. Kati ya hao, nani ana damu ya mzee kuliko wewe? Bishop ana damu ya roho. Ndio. Wewe ndio damu ya damu. Uko wapi? Mimi siko kwa hii picha. Ndio nakuuliza, wewe ndio kigezo. Unaona hii pila? Ndio. Hii ndio nyumba hii. Wewe ndio kutoka 2017. Hauko. Siko kwa picha. Asante. Bwana. Na wewe pale mbeleni ni kweli, Ni kweli. kwa hivyo unanifahamu vizuri. Fahamu vizuri. Katika ule mkutano ambao ulifanyika tarehe 5 pale kwa hoteli ya Mtalii, nilikuwepo. Ulikuwepo. Pale ndio ulipoweza kusomea ule uamuzi wako, si ndio? Somo na karani wa ukoo. Ilisomwa na karani. Na ile stamp ambayo iko pale ya nyumba ya Anjiro iliwekwa katika huo mkutano baada ya kusoma huo uamuzi? Iliwekwa katika huo mkutano baada ya kusoma huo uamuzi? Ilikuwa imewekwa. Ilikuwa imewekwa. Pale mbeleni ama pale katika ule mkutano? Ilikuwa imewekwa mbeleni. Mbeleni. Mbeleni ikiwa tarehe gani? Tarehe 4. Tarehe 4. Unaweza confirm kwamba unaweza confirm mbele ya mahakama ya kwamba hii ndio hiyo stamp? Your Honor, perhaps before they proceed, just Malani Koli was present at that meeting and participated in the resolutions, and therefore a witness in respect of the outcome and the proceedings. I therefore ask, is he qualified to cross-examine him on that matter, having participated in that meeting and having observed what he is now cross-examining on, and played the double role of an advocate and also a witness, because the particular aspects of what is cross-examining on were first reception by him and not you and I who are in the meeting, and that he was part and parcel of that meeting. The questions he's asking are subject to him being cross-examined on the same. I do ask for your guidance, politely and kindly on pure points of law, where counsel has participated in a proceeding. For instance, if you are to take it to land surveys or an inquest, like let's say an autopsy, and he has got his own views about the autopsy, for instance,
or has participated in something like a recount and scrutiny in election petitions, and has observed, for instance, a ballot box tampering. Can he be eligible to cross-examine on that point? And two, now that the evidence being cross-examined upon was known to him prior to the decision being made, where does that thin line of counsel and a witness stand? And where does that put you and I, who are not present at that level, or any other witness who is not present? That's the basis of my contest, and I do request the court to find and make a ruling on that. That's all. But counsel is examining on the events of a meeting, specifically the meeting of the 5th of December. Yes. That you're saying he participated in. Yes. Yes, Mr. Can you just respond? That we would all address ourselves to the case of King Woolen Mills versus Manchester Outfitters that set the parameters of an advocate being a potential witness in a matter. That case has been echoed for very many years, and the courts have been holding, and rather have been holding that, saying that an advocate is potentially a witness does not automatically disqualify you from making an inquiry or for appearing for any other party. Mr. Biko has had the opportunity to listen to the proceedings since I first asked these questions and posed these questions to PW4. He did not raise an objection. Further, he has not demonstrated to us that there is an amended list of witnesses that he has filed or placed before this honorable court. Or even at the bare minimum, applied for summons against myself, therefore his objection at this point is misinformed, and for clarity of purpose, and the record will bear me witness. When I began the cross-examination of PW5, he confirmed that I was in the meeting on the 5th of December 2024. I've asked him again when this decision was made and when the stamp appearing in the minutes that were written as the decision of the clan was made and affixed. And he said that it was done on the 4th. So not unless Mr. Biko has evidence that I was in the meeting on the 4th of December 2024, then perhaps we can argue, and mootly so, that I am a potential witness, but that is not the case. To what extent, counsel, because I think the argument is the meeting of the 5th,
Yes. And to what extent then Yes. you can be said to have information which Yes. would potentially render you a witness. Not so much because there is an intention of calling you as a witness. Yes. I think that rule usually is meant to guard against the potential undue advantage Yes, Your that may accrue to you as someone who was, you allow me to use the word, in the thick of things on that 50th day of December. Yes, Your Honor. So for me as a court, so that we draw the lines, is I do not know the extent to which, or rather the issues that were discussed on this particular meeting. I am aware of the third meeting, the meeting on the 3rd of December, Yes. the meeting on the following day, that is the 4th, and then now subsequently the one of 5th, where you were. Yes. How much was your participation? What was the gist of the meeting? Let's put it Your that Honor, way. if now I may be allowed, Mr. Chairman here called both families to a hotel and asked that their representatives be present. I was present, as well as a member from the firm of Mr. Biko's law firm came to that meeting, and it was in that meeting that this decision was read. But according to everybody, from DW1 to DW4, from DW3, who was the secretary, and DW4, Mr. Chomba here, this decision was rendered a day before that meeting. So my only participation, or rather my interaction with this document, is that it was only provided to me after the decision was read. And that is why I'm contesting, or rather demonstrating, that the stamp that appears on the minutes that we were supplied with, Your Honor, does not have the date on which this decision was made. That is the contention. I did not participate in any discussion. I was only there as a witness to hear the decision of the clerk, or rather the decision of Mr. Chomba. Again, Your Honor, I wish that we tread very carefully, because if that would be the case, then I would also be precluding Mr. Biko from asking any questions in the exam, based on the fact that his advocate was also present, and the report, I'm sure, was given about what happened during that meeting. Thank you. Mr. Biko, any rejoinder? Your Honor admitted that he was present. He has admitted that there is part of the evidence which he has a problem with, in particular the signatures. Your Honor, he could not have known of those signatures if he was not present and what was made about them. So it's a direct witness. He says this objection is misinformed. What is misinformed is a direct participation by an advocate to a process which is bound by, then cross over to cross-examine a witness over a decision he disagreed with. And that's clear conflict. Now let's go to King Woodlands Mills. It has qualifications which he has not demonstrated that we have violated even one in raising that objection. And that thin line is what you found difficulty with in asking my learned colleague to respond to. It is not about me. The question has come during cross-examination. He does not know what I'm going to re-examine on, and he does not even know whether I'm going to re-examine. So a futuristic act cannot be a barrier to what has already taken place, and which is counsel cross-examining on what he perceived directly. And just because he disagrees with it, if the meeting went in their favor, would they be talking about those things here? You and I do request that you find that my learned colleague is incompetent to be counsel, and at the same time being a witness
in fact, rivaling evidence of a person they were with in the same meeting. To argue that you were there, we have not raised any issues about the signatures or the competencies of the meeting, even the parties who are present. That's not the issue. The issue is the content of what is raising about signatures and whether. That has not come from his client Edis. It has not come from Joyce. You know, that is speculation, respectfully so. Let me respond. You had your time. Yes. It's also good to not misdirect the court. And I've been very cordial to him. I will avoid those parts. I leave it at that point. I have considered the objection raised by Mr. Biko, Laden Counsel for the defendants, about the line of cross-examination of defense witness number 4, pursued by Mr. Kinyanjui, counsel for the plaintiffs, in respect of a meeting that took place on the 5th of December of 2024, which meeting is said to have been attended by Mr. Kinyanjui, advocate. Mr. Biko's contention is that the very fact that Mr. Kinyanjui was in the said meeting renders himself incompetent to cross-examine the defense witness, as he himself is a potential witness. He himself is a potential witness on matters he directly perceived. Mr. Kinyanjui's contention is that his cross-examination is touching on the meeting of the 4th of December 2024, wherefore he did not attend. I have considered the rival contentions by both counsel. As a court, I am not fully able to draw the lines as to what Mr. Kinyanjui may ask or not ask in cross-examination, given that what was discussed in the meeting of the 5th of December 2024 is not known by the court. Mr. Kinyanjui himself has intimated to court that the meeting of the 5th of December was merely to receive the decision of the committee of the clan under the chairmanship of defense witness number 4. As a court, I'm always hesitant to suppress evidence in an adversarial system, and gagging Mr. Kinyanjui from cross-examining the witness without a clear-cut basis would in effect deny the plaintiffs the right to be represented by counsel of their choice. I am fully aware that Mr. Biko for the defendants will have occasion to cross-examine the witness and clarify the position and put the Humpty Dumpty together, as it were. All factors put together, I feel that it would be in the interest of justice to allow the cross-examination and the re-examination in that order to proceed without hindrance. Both counsel will also have occasion to address the court in their submissions on the value the court is to attach on the evidence coming out of the cross-examination. It is so ruled. I think now for the benefit of making peace with my na ushahidi wetu Bwana Chomba. Yeah. Wakati ulipokuwa unaulizwa maswali na Bwana Omari, Yeah. uliambiwa utaje wale watu 13 ambao walikuwa pale kwenye mkutano wa tarehe 4 Disemba. Yeah. Ni kweli? Ni kweli. Na ukataja Geoffrey Waweru. Ni kweli? Hapana. Hapana. Hata hakuna Geoffrey Waweru. Ndio kwa wetu. Yona, I wish to have that statement particularly recorded because we believe it's being recanted. Yona, that's their point. That It's okay, it's okay. I've just this, posed they the did question. that last time. They did that last time when they were marking a witness statement here. That's the answer. Kuna mahali ambao umeandika tarehe ambayo huu mkutano ulifanyika?
Ilifanyika tarehe 4. Kuna mahali, jibu swali, nataka unisikize kwa upole na ujibu kwa upole. Kuna mahali ambapo umeweza kutuandikia ya kwamba huu mkutano ulifanyika tarehe 4 mwezi wa Disemba 2024. Naweza chukua uangalie. Haijaandikwa kwa hii. Haijaandikwa. Lakini kwa Ni sawa, utaweza kufafanua. Ule muhuri ambao uko pale ni muhuri wa nyumba, ndio umeandikwa tarehe ni ndio ama hapana? Jibu swali. Kwa hii kopi. Kwa hiyo haijaandikwa. Nataka uchukue basi kopi yako. Chukua kopi yako. Nataka uangalie kopi yako. Uko hapo? Ndio. Angalia jina la Agnes Njeri Kirika. Lipo. Si ndio? Lipo. Aliweka ID namba yake pale? Aliweka sahihi? Sahihi yake ni ya njia gani? Ni ya kidole. Kidole. Angalia ile ambayo ulitupatia, ama ulipatia, nikisema ulitupatia na maanisha ulipatia ile familia. Angalia jina la Agnes Njeri. Iko. ID namba yake iko pale? Iko pale. Signature yake iko pale? Iko. Haiko. Angalia muhuri kwa list of name of participants. Iko na tarehe? Haina tarehe. Haina tarehe. Na hii document yako, si ndio? Angalia page ya 3. Iko na tarehe yangu. Ngoja nauliza, I'm going page by page. Ndio hii. It is fine. I'm going page by page. Haina na iko na. I'm going page by page. Page ya 3. Page ya 3. Iko na muhuri? Haina. Muhuri iko na tarehe? Iko na muhuri. Page ya 3. Iko na muhuri. Iko na muhuri. Muhuri iko na tarehe? Haina tarehe. Page ya 2. Iko na muhuri? Iko na muhuri. Muhuri iko na tarehe? Haina tarehe. Haina tarehe. Lakini tukikuja kwa page ya kwanza, iko na muhuri? Iko. Lakini tarehe iko. Iko na muhuri na tarehe iko. Nataka tuende page number 2 ya hiyo report, na nataka pia tulinganisha na page number 2 yako. Ina disagree with the norms of the clan, inaweza geuzwa. Ni kweli hivyo ndio report yenu inasema? Kama sivyo inasema sema hapana, songe tu. Ndio imeandikwa. Ndio imeandikwa. Thank you. Uliandika statement mbele ya mahakama? Niandika. Statement yako iko na tarehe gani? Haina tarehe, lakini naona sahihi yako pale. It has a date on 20th. Iko na tarehe 20. I think I'll have to look at yours because mine is not written. Jinako ni Pastor Chomba Gidua. Yeah. Paragraph 3 yako inasemaje just for that the said witnesses all claim that I
that I coerced forced them to sign. Sorry, perhaps Mr. Biko can give us directions. Are there 2 witness statements? Because paragraph 3 of mine says that I have known the late Mburu Kinani for a very long time and we have been very close friends during the said period, and he was also my uncle. That is what paragraph 3 says. Jonah, we shared both the supplementary statement and the original statement, and they were shared in bundles. This one is better. Yeah, they're distinct. Yeah, it is this statement here. Tumie ile witness statement ambayo sisi tulikuwa supplied. Nataka uangalie paragraph 6. Unaweza isoma ama usomewe? Inaanza na that Mburu Kinani. That Mburu Kinani lived a pure Christian life at his church is at Gilgil. Yes. He migrated from Murang'a over 40 years ago and settled permanently in Nakuru at Gilgil. Yes. That upon migration to Nakuru Gilgil, he have out his ancestral lad, Kipires Wajiro, who is the mother of the Brainfit, Yes. Magdalene Waithera, who Yes. is the mother of the dependent. And another portion was given to his sister Wangoi. Asante, achia tu hapo. Kwa hivyo ni ushahidi wako ya kwamba mama Magdalene ako na shamba pale. Ni kweli? Kulingana na statement yako, ni kweli ama si kweli? Ako na shamba lakini sasa Ako na shamba, achia tu hapo. Sitaki maneno mingi. Umesema pia ya kwamba he migrated from Murang'a over 40 years ago. ndio Ni kweli? kweli. How old were you 40 years ago? Nilikuwa Umesema 50, you are 52 now. How old were you 40 years ago? 12. You are 12 years. At 12 years you knew that mzee had migrated permanently. Ndio nilijua. Ulijua. Yeah. Ulikuwa na miaka 12. Ndio. Pastor. Yes. Well, I don't know what is now driving Pastor, it. wakati I don't know what is tunaendelea, driving it, yeah. it's actually extremely funny. It could be Now, funny to you, but avoid that But I've of laughed. vexing a I witness. mean, pia Bwana Mburu Kinani lived a pure Christian life. Ndio Ni kweli? kweli. Now, ukiwa unaishi katika maisha yako kama Mkristo, unaweza fanya ceremonies za ambazo zinajulikana kama ni ya Gikuyu ceremonies. Unaweza fanya kulingana na ukoo. kulingana na ukoo wenu. Ndio. Asante. Bwana Mburu Kinani alikuwa na mabibi wangapi? Mwenye anajulikana Mzee na wa mmoja. kwanza mwenye anajulikana. Kwa hivyo wewe hujui mama ya Hawa. Namjua. Kwa hivyo alikuwa ama hakuwa bibi yake? Pastor, you are under oath. Miaka 40 yenye mzee alikuwa hakai Gatanga, Yes. haezi kuitwa bibi yake. Hawezi kuitwa bibi yake. Asante. Hivyo ndio nilikuwa nataka useme. Ulikuwa wakati alitolea mama Phyllis Wanjiru mahari ile ya hoteli ya Kiade. Ulikuwa pale? Sikuwa karibu. Ulikuwa haukuwa karibu, lakini ulisikia ilifanyika? Sikufahamu. Ukufahamu. Sikuwa karibu. Kwa hivyo pia wewe sio mrafiki wa karibu wa mzee, ni kweli? Nilikuwa nje. Ulikuwa nje. Kwa hivyo ulikuwa ukiwa nje ulikuwa unajua inafanyika. Ni kweli? Sikufahamu. Haukufahamu. Ndio. Kwa hivyo nikikuonesha video ya hiyo karamu, wewe utasema ya kwamba haikufanyika. Ni kweli? Wewe ushahidi wako ni kwamba haikufanyika. Sijui kama ilifanyika. Hujui kama Wanawake. ilifanyika. Hata hujui ilikuwa mwaka gani. Hapana. Hapana. Nataka tuende katika ripoti yako.
Nataka uangalie paragraph number 2. Ile report ambayo ulifanya. Ndio hii. Angalia paragraph number 2. Paragraph number 2 ndio hii hapa. Wewe ndio ulikuwa chairman katika huo mkutano. Ndio. Nataka usome the two disputing groups. Anzia hapo. The two disputing groups. The two disputing group of Mzee James Mburu Kenani's family, Githaku ya Phyllis Wanjiru Mburu. Githaku, what does it mean? Tell us. Githaku ni boma. Boma. Boma Boma, hii, ngoja kama kwa hivyo kuna boma asante. mingi. Kwa hivyo kama kuna boma mingi, boma nyingine. Read by Edith Wairimu. Yes. At Githaku kia Magdalene Waithira Mburu. Asante. Read by Charles Waweru. Soma jina yake kamili. Charles Waweru Mugethi. Asante. Kwa hivyo ripoti yako inasema kuna boma mbili. Sivyo ndio umesema Githaku means kuna boma mbili. Ndio. Hata inaweza kuwa 3. Hata inaweza kuwa 3 ama 7 kulingana na uwezo wa mtu. Kwa hivyo boma, katika maoni yako, boma inaweza kuwa boma bila mama? Haiwezi kuwa bila mama. Haiwezi kuwa bila mama. Kwa hivyo unadhibitisha ya kwamba ni uongo ukisema ya kwamba huko unajua Phyllis alikuwa bibi ya mzee. Otherwise mbona unaita Githaku Mr. Chomba? Now let's move forward. Nataka urudi hapo useme, utuambie mzee aliishi a pure Christian life. Umesema ya kwamba pia ule bibi ambaye anajulikana kama wa mzee, wewe ambaye kwa imagination yako wewe unajua ni Mama Magdalene, ni kweli? Ndio. Mama Magdalene aliolewa mwaka gani? 1983. 1983. Ni sherehe gani ambayo wewe ulihudhuria ya harusi? 1983. Ulikuwa 12 years old. Uliweza kujua mzee ameondoka akaenda. Kwa hivyo pia wewe ulikuwa pale kuhudhuria zile sherehe. Ni sherehe gani ya Mama Magdalene ulihudhuria 1983? Hakuna sherehe. Hakuna sherehe. Just keep quiet. Ilifanywa baadaye. Ilifanywa baadaye. Ndio. 1983 Mama Phyllis alikuwa wapi? Alikuwa wapi Mama Phyllis 1983? Wewe ulikuwa mndani wa mzee sana hata ukiwa miaka 12. Tueleze. Mama Phyllis alikuwa kwa boma. Alikuwa kwa boma. Boma gani? Yenye amegaiwa shamba. Yenye amegaiwa shamba. Alikuwa anagaiwa shamba kwa sababu yeye sio bibi ya mzee. Hata Wangoi amegaiwa shamba. Pia Wangoi ndio. Na Mama Magdalene amegaiwa shamba kwa sababu gani? Sababu pia ni bibi ya mzee. Asante. Kwa hivyo, is a Christian a polygamous or a monogamous man? Hapana. Jibu swali. Is he a polygamous or a monogamous man? Wewe ni Mkristo na in fact wewe ni pastor. Pale katika shule ya Biblia na theology, mnaambiangu a man belongs to how many wives? Moja. Asante.
Na wakati mlikuwa mnafanya mazishi ya baba yako, nani alifanya uamuzi ambapo wakati pale ambapo watazikwa, nani alifanya huo uamuzi? Ni ukoo ulifanya uamuzi. Ukoo ulifanya uamuzi ukiwa headed by who? Na mzee James Buru. Na mzee James Buru. Now the reason given in that committee, what was the reason? Yeah. What was the reason? Yeah. Ya mzee Mburu kufanya huo uamuzi? Sababu ndiye alikuwa anafuatana na mzee. Alikuwa anafuatana na mzee. Asante. Asante. Kwa hivyo hata ile kitu muhimu hapa ni kwa sababu walikuwa nafuata baba yako. Ni kweli? Umetuambia kwamba mzee Mburu wako na ndugu na dada zake. Kuna wale ambao wamebaki. Ukianza na Stella Kaboya Kereka. Yeah. Ni kweli? Ni kweli. Na wewe ni mdogo, in fact wewe unafaa kumuita Stella mama. Kiuko. Ni kweli? Ni kama mama. Kwa hivyo Stella kama dadake marehemu akiwa na mahali ambapo yeye angependa ndugu yake kuzaliwa toka nitoke azikwe. Sema kama utakuwa na pingamizi. Nimekuuliza swali very straightforward. Siwezi kuwa huwezi kuwa na pingamizi. Asante, utaulizwa swali baadaye. Huwezi kuwa na pingamizi. Unamfahamu wale ambao wameleta hii kesi mbele ya mahakama? Unamjua Aides Wairimu Mboro? Ndio. Unajua Joyce Muthoni Mboro? Ndio namjua. Unajua Hana Wanjiko Mboro? Hao ni akina nani? Hao ni watoto wa Phyllis. Hao ni watoto wa Phyllis. Ndio. Phyllis alizaa akiwa peke yake? Walizaa wakiwa na nani hao watoto? Kama pia ujui, kama ujui pia sema ujui. Walikuwa na mzee. Walikuwa na mzee. Kwa hivyo hao watoto ni watoto wa mama Phyllis na bwana mzee. Ndio. Mzee marehemu. Ndio. Unamjua Charles Vincent Waweru? Namjua. Yeye ni mtoto wa nani? Wa mzee. Wa mzee. Mzee anaitwa Mr. nani? Mr. Buru. Mr. Mburu. Pale kwa report umetuambia anaitwa nani? Mzee Buru Kinani. Pale kwa report umetuambia jina ya Charles ni nani? Charles Waweru. Waweru nani? Mugethi. Mugethi ni Mboro? Mugethi ni Mugethi na Buru ni Buru. Asante. Kwa hivyo Mugethi sio Mboro. Kwa hivyo pia ni sahihi kusema Charles Waweru Mugethi sio mtoto wa mzee kuzaliwa. Ni kweli? Mtoto wa mzee kuzaliwa. Ndio swali. Basta tuache maneno mingi tafadhali. Rosemary Kireko unamjua? Unamjua ama unjui? Kama unjui pia sema unjui. Yeye ni mtoto wa mzee kuzaliwa? I've put my question very specifically. Kuzaliwa. Sijui. Haujui. Alice Wambui unamjua? Namjua. Ni mtoto wa mzee kuzaliwa? Haujui. Waboro wa Phyllis. Alice Wambui. Wabia ni watoto wa Phyllis. Alice Wambui. Tuseme pia huo mjuo ni nani? Twende kwa Geoffrey Ng'ang'a. Namjua. Huo ni mtoto wa mzee Mboro kuzaliwa? Ama pia ujui? Najua. Tuambie jibu. Kuzaliwa. Ndio. Ni mtoto wa mzee. Kuzaliwa. Ndio. Kuzaliwa. Ndio. Alizaliwa mwaka gani? About 40 years. Not about 40 years. You know he was born out of the biological function between Mzee Mboro and Magdalene, isn't it? That is what you are telling us. So when was he born? Siwezi jua ni mwaka gani. Siwezi jua ni mwaka gani. Mwenyewe ndiye anajua alizaliwa. Yeye ndio mwenyewe anajua. Ndio. Regina Muthoni? Regina namjua. Pia ni mtoto wa mzee kuzaliwa? Sijui kama huyo ni ujui. Haya, asante. Patrick Kanjo namjua. Namjua. Ni mtoto wa mzee kuzaliwa?
Mzee akisema ni mtoto wake. Mzee akisema. Ndio. Alisema mkiwa wewe na nani? Alikuja akatuambia hao. Alikuja akawaambia. Lakini kuzaliwa tuseme haujui pia. Mwenye kujua mtoto ni mama. Ni mama. Kwa hivyo wewe haujui. Si ndio? Asante. Sijui kama hujui ni sawa hujui. Wakili. Ndio. Umetueleza ya kwamba wakati mlifanya mkutano kulikuwa na video ambayo ulisema watu waliona. Ndio. Na nataka uchezewe hiyo video kwa sababu Bwana Omari alisema mimi nitakuuliza hiyo swali. Gwakwa mbaoini ndakuale ngazikwo kuria gwakwa mbaoini kuria muhuro wa muciĩ wakwa. Niambie nani hivyo? Nyina wa mama. Mutumia wakwa ati nyina wa mama. Umwĩre ngazikwo kuria kĩharo-inĩ mĩbaũ-inĩ muhuro wa muciĩ wakwa. Uguo nĩguo ũrauga? Hiyo video inaishia hapo. Ameweza ukiweza soma hiyo video, ukiweza sikiza hiyo video. Mchukuzi mwenye video ni nani? Sijui ni nani. Hujui ni nani. Unajua ni mhudumu wa hospitali. Mhudumu wa hospitali ambaye anaitwa nani? Sikubuki jina. Kubuki jina. Ndio. Anaweza kakuwa anaitwa Pamela Gaki. Nimekumbuka hiyo jina. Ndio. Asante kwa kukumbuka. Kwa hivyo wakati mlikuwa mnaonyeshwa hiyo video, mlionyeshwa na nani? Na Geoffrey. Na Geoffrey. Geoffrey unamuona hapa? Ako hapa. Ni nani? Ndiye huyu. Ndio huyu. Ndio. Na akasema hiyo video imechukuliwa na Pamela Gaki. Ni kweli? Ni kweli. Kwa hivyo kukiweza kakuwa na document nyingine ambayo inasema yeye ndio alidiscover hiyo video, inaweza kakuwa ni urongo. Ni kweli? Sijui kama kuna document nyingine. Haya, usijali, tutatokea baadaye. Wakati mlipoonyeshwa hii video ndio mliweza kuweka ile sahihi ya kusema kweli mzee anafaa kuzikwa Gilgil. Ni kweli? Si kweli. Sio kweli. Asante. Ilikuwa informed by conversations between you and whom, ama ilikuwa huo muzu ulifanywa baada ya nini? Kabla ya video kutokea. Ndio. Kuna members walikuwa wamesema Ndio. mzee alikuwa amewaambia mahali Members. Hii ilikuwa tu ni kuongeza ushahidi. Members wa gani? Tuambie hao members. Kwanza ni aunti yetu. Aunti yenu anaitwa nani? Stella. Stella, si ndio? Ndio. Wa pili anaitwa nani? Joseph Kanyele. Joseph Kanyele. Watatu mimi Peter Chomba. Wanne Waine Agnes Njeri. Agnes Njeri ni nani? Ni mama yetu mdogo. Watano Gabriel Mwaniki. Kwa hivyo pia Mwaniki alikuwa anajua. Yeye aliambiwa. Haya, wa sita wametosha hivyo. Wenye walisema walikuwa wameambiwa. Wakati walipokuwa wanasema hivyo walikuwa katika mkutano gani? Walikuwa kwenye mkutano huo wa tarehe 4. Tarehe 4. Chukua minutes za tarehe 4. Ni mwandishi huko. Mwandishi, wewe ulisema ulikuwa namba moja kwa huo mkutano. Kwa hivyo ulihudhuria huo mkutano.
Nilihudhuria. Na wewe ndio ulikuwa chairman. Ndio. Naam, sasa angalia hiyo ripoti yako yote, utuambie ni wapi umetajia kwamba hawa watu watano ambao umesema mbele ya mahakama walieleza ukoo wenu hivi. Hakuna mahali imetajwa. Kwa nini? Sababu mambo mengine katika ukoo sio lazima tuandike. Sio lazima muandike, lakini mnaandika decision. Nataka pia uangalie minutes za tarehe 5 ama tarehe 4 pia. Kuna mahali ambapo mmeweza kuandika, having listened to both parties in this dispute, the clan noted as follows. That is page number 2. Nataka tuambie what the clan noted was the evidence that these people were told there. Katika hii mkutano wa tarehe 4, jibu ndio ama hapana, is there or is there not? Yeah? Swali tena. Swali ni umesema Stella, Joseph Kang'ethe, Chomba, wewe, Agnes Njeri, Gabriel Mwaniki, wote walikuja wakatoa ushahidi wakasema kweli walikuwa wameambiwa. Yeah. Na pale umeandika ya kwamba having listened to both parties in this dispute, the clan noted as follows. Yale zile jambo ambazo mliweza kunote. Amongst the things that you noted was the evidence, or rather the presentation by these 5 people recorded in that meeting. Hapana. No, they weren't. Kwa hivyo pia ni sahihi ya kusema ya kwamba wewe ulikuwa unachea mkutano wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajua mzee anaziko wapi. Na katika pale unasema uko pale as a neutral party. Kwa hiyo neutral party ndio. Mimi kwanza nilisikiza members, ndio, nasikia maoni yao. Wakati walikubaliana, ndio, chairman hakuwagi na uamuzi wake. Inakwanga ni uamuzi wa ukoo. Naam, wakati mnasema uamuzi wa ukoo, Bwana Gabriel Mwaniki alikuwa hapa mbele yako. Ndio. Na akasema ile inapia the last page ya hiyo report ni the names of participants. These are the names of participants. Ndio. Okay? Yeah. Now, were those participants the same people who made that decision? Hao walikuwa kwa mkutano ndio walitoka na uamuzi. Walitoka na uamuzi. Ndio. Nataka nikuambia kwamba Kabuya Kereka ndio bado anaitwa Stella Kabuya. Stella. Na ulikuwa mahakamani wakati Stella alikuwa anatoa ushahidi? Nilikuwa. Alisema nini? Alisema kwenye ushahidi wake ndio kwamba mimi kama chama niliwaita mkutano. Ndio. Akaongezea kusema hakuna kitu iliongelelewa. Ndio. Neno la mwisho walisema mimi nilimpea karatasi ndio kama ya choo asaini. Hakusema ya choo. Alisema hivyo. Vizuri kuongeza. Alisema hivyo. Haya, sawa. Akasign. Kwa hivyo huyo Kaboya ambaye unasema alikuwa katika wale ambao walikuwa nasema mzee aliwaambia wapi, alikuja akasema hivyo. Unamjua Peter Chomba Mburu? Namjua. Ulikuwa wakati alipokuwa anatoa ushahidi? Ndio. Hata majina yenu yanafanana. Naitwa jina moja. Naitwa jina moja. Ndio. Unamuona mbele ya mahakama leo? Yako. Ndio yule pale. Ulikuwa wakati alipokuwa anatoa ushahidi? Nilikuwa. Alisema nini? Alisema alikuwa kwa mkutano. Ndio. Lakini akaitwa na simu na customer. Ndio. Akaenda kwanza. Ndio. Na akaacha kama ameniambia. Ndio. Mimi nimeenda, nimeomba apology, wenye mtasema mtaamua nitakubaliana nao. Lakini kwenye ushahidi wake ndio alisema
aliacha jina yake Yes. kama imeandikwa kwa huo mkutano. Ndio. Na hakurudi. Haya, kesho yake alipokuja mahali tulikuwa tunakutana. Ndio. Kusoma uamuzi. Ndio. Akakuja na kabla ya siku hiyo ya tarehe 4 alinipigia simu. Ndio. Akaniuliza mliamua aje? Ndio. Nikamwambia wenye tulikuwa tumekula kiapo. Ndio. Na hakuna mtu atadisclose hiyo uamuzi kwa mtu yoyote. Nikamwambia hata ukienda nyumbani Mama Ruth Susan Njeri ndio bibi yake, hata kwambia sababu tulisema kama uko tutakuja kusoma uamuzi baadaye 5. Kwa hivyo ni ushahidi wako wakati alipigiwa simu ondoke alienda. Ni kweli? Alitoka kwa mkutano. Now angalia number 12 kwa list ambao waliattend mkutano. Unasoma jina gani hapo? Peter Chomba Buru. Huyo ni nani? Ndiye yeye sasa. Yeye. Ameweka sahihi. Aliweka sahihi tarehe gani? Aliweka sahihi asubuhi siku hii ingine. Kwa hivyo hakuwa pale wakati uamuzi ulifanywa. Ni kweli ama si kweli? Hakuwa. Alikuja akasoma. Kwa hivyo ni ukweli tukisema ya kwamba wale watu ambao wako hapa sio kila mtu ambaye alikuwa pale wakati uamuzi ukifanywa. Ni huyo tu. Itachomba. Sasa kuna huyo tu sasa. Lucy Nyambura Ngure. Unamfahamu? Lucy Nyambura Ngure? Sifahamu jina kama hiyo. Ufahamu jina kama hiyo. Angalia name of participants in your minutes. Number 13 on your list ni nani? Huyo anafaa Lucy Nyambura Numa. Sawa. Okay, Nyambura. Unamfahamu Lucy? Namfahamu. Unamfahamu Lucy. Ulikuwa wakati alikuwa anatoa ushahidi? Ndio nilikuwa. Alisema nini? Alisema akiwa kwa hiyo mkutano alitoka nje kwanza. Ndio. Halafu akarudi. Kwa mkutano. Wakati alitokea wakati upi? At what point did she leave the meeting according to you? Wakati alitoka ndio sasa tuliambia familia ya kina Magdalene watoke nje. Kwa hivyo hakuwa wakati mlikuwa mnafanya uamuzi. Alikuwa. Na yeye ndiye aliweka sahihi yake siku hiyo. Siku hiyo. Kwa hivyo yale maandishi alisema mbele mahakama pia ni uongo. Alidanganya. Nataka tuende ile siku ambayo mlikuwa umesema mlienda wewe, dadake marehemu, mkaenda pale kwenye nyumba. Sio siku ile siku ambayo hii picha ambayo ilionyeshwa ilipigwa. Ukasema ya kwamba wewe ulikuwa kwenye zizi la ng'ombe. Yeah. Hiyo siku. Wewe ulikuwa katika zizi la ng'ombe. Yeah. Hilo zizi la ng'ombe ni katika huko Gilgil. Na wale watu ambao unawaona hapa. Walikuwa wameenda kufanya nini kwa mzee? Walikuwa wameenda kuomboleza kifo cha Mama Magdalene. Ndio. Na wewe ulikuwa katika hiyo ulikuwa katika huo mkutano. Ndio. Lakini wakati wa hii picha wewe ulikuwa kwenye zizi. Ndio. Nani mwingine wa familia yenu walikuwa pale? Isipokuwa wewe ambaye ulikuwa kwa zizi? Wa familia? Wengine ni wa familia. Tulikuwa pamoja. Wakati wa kutoka nje kupigwa picha, mimi nikawa tayari sasa ndio mzee ameniambia niende kwa zizi la ng'ombe.
wakati wa kupigwa picha sikuwa, lakini nilipata kama wametoka. Haya, hapa mzee anaonekana akinyosha kidole. Ndio. Anaonyesha kidole upande upi? Upande wa chini. Upande wa chini. Alikuwa anaonyesha nini? Alikuwa anaonyesha mahali pa kaburi. Mahali pa kaburi ambapo nani atazikwa? Mama Magdalene. Mama Magdalene. Asante. Na ulijua hivyo ukiwa katika zizi la ng'ombe? Niliambiwa wakati. Uliambiwa. Thank you. So you were told. Umeniuliza swali lazima. Asante. Ni hivyo, ni lazima ujibu ndio. Swali la mwisho ndio unaweza kuketi chini. Kama swali za second last question. Tulisema ya kwamba kila mtu alikuwa anapata nafasi ya kutoa wasia wake, yani their own opinion there. Ni wakati kila mtu alikuwa anapatiwa nafasi ya kutoa wasia wake. Ulikuwa katika mkutano upi? Mimi. Hapana, sio wewe. Wewe ulikuwa chama. Tulikuwa kwa mkutano wa tarehe 4. Ndio. Katika minutes za tarehe 4, opinion ya kila mtu iko pale. Tuonesha, fungua utuambie wakati mahali ambapo umenakili each and every person's opinion. Fungua tafadhali. Mimi nilifungua mkutano nikawaruhusu. Kwa hivyo hakuna. Kama hakuna. Sema kama hakuna. Iko sababu mimi nilifungua mkutano. Kwa hivyo iko. Kwa hivyo tuoneshe wapi. Tuoneshe wapi ambao every person's opinion was noted down. Haikuandikwa. Thank you. Keep quiet. Next question. Kuniambia ni keep quiet, sitaongea tena. Ukitaka usijibu ni sawa. Unaona? Now, yes, because you're not going on to other things that are not in me. Yes, it's very important. If you ask your question, you answer it and you keep quiet like that. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Now, umetueleza pia kwamba wewe ulikuwa chairman. Yes. Mimi ni chairman. Sio nilikuwa. Ulichaguliwa na nani? Ulichaguliwa na members. Members wa kina nani? Wa ukoo. Wa ukoo. Ndio. Tarehe gani? Tarehe 15 mwezi wa 11 Tarehe 15 mwezi wa 11 2021. Na hiyo ilikuwa ni mara ya pili. Haya. Minutes za huo mkutano uko wapi? Niko nazo. Iko mbele ya hii mahakama? Is it part of the evidence? Your advocate can guide whether it's part of the evidence. You might not know that. Naona naangalia hiyo copy. Sababu nayo. Nichanganya makaratasi yangu. Just take one. Just take one by one. You put in the one once you're not using. Ukiangalianga makaratasi, yes, tena ya ofisi yako kama chairman, yeah, ni ya miaka ngapi? Ya miaka ngapi hiyo tena kama chairman? Yani how long are you supposed to be in office as a chairman? Mpaka wakati watachagua mwingine. Mpaka wakati watachagua mwingine. Ndio. Kwa hivyo haina definite time. Haina definite time. Is it there? Rather, perhaps Mr. Biko can guide us. Was it part of the documents that were exhibits?
Your night has come up in cross-examination. Okay, so it wasn't. Then it's okay, if it wasn't, then it's fine. Now, wewe umesema swali la mwisho mkiketi chini, wewe ni pastor, ndio, na unafuatilia kanisa, ni kweli? Ndio. Now, can you recite to us the vows of a marriage? Harusi ya kidini. Ndio. Wewe ni pastor. Na Mr. Mboro na Magdalene walifanya harusi ya kanisa. Can you tell us the vows in what are the vows? Mtu akifanya harusi. Niulize swali inaeleweka. Ni part gani hujaeleweka? Hujaelewa, nirudie. Wakati unaunganisha mtu, kuna zile vows. Ni kweli? Ndio. Recite for me those vows to the court. Bwana harusi ndio anaanza. Ndio. Unasema mimi, yes, so and so, fulani wa fulani, ninaapa ya kwamba ndio utakuwa mke wangu kuanzia siku ya leo. Yes. Nitakupenda, nitakutunza, ndio, nitakaa na wewe in sickness and nitaacha wengine wote, ndio, nifuatilie kwako, ndio, wakati wa janga, wakati wa njaa, ndio, magonjwa, ndio, tajiri umaskini, ndio, hadi kifo kitutenganishe. Hadi kifo kiwatenganishe. Ndio. Madam Magdalene alikufa siku gani? Alikufa 2024 August. So at the time of Mzee's death, since he was living a very pure Christian life, yes, he was considered a bachelor at the time of his death. Is that correct? It's a yes or no question. Alikuwa. Thank you. Yeah, that's all for this witness. Yaona? I'm also chairing the other meeting. Yes. We could extend up to 10 minutes past 2. I'll try. I am aware of time, and then we can take directions after that. Umeulizwa swali ya mwisho. Kwa sasa ni bachelor. Hiyo ilikiuka ile marriage certificate ambayo ameongea juu yake? Haiwezi kakiuka. Kwa hivyo marriage certificate bado iko. Ya pili, ndugu yangu Kinyanjui amekuuliza kuhusu mikutano na yale ambayo yaliandikwa. Ndio. Hawa wote, kuna yeyote amekuonyesha kama kuna awamu ama uamuzi tofauti na yale ambayo mliandika? Hakuna. Kuna mtu yoyote amekuonyesha mkutano mwingine tofauti? Hakuna. Bwana Kinyanjui pia alikuwepo pale? Alikuwa. Uamuzi ya mwisho ikisoma? Alikuwa. Uamuzi hiyo ilikuwa inasema nini? Uamuzi ilikuwa inasema kulingana na maoni ya ukoo. Yes. Wakati ukoo uliangalia na ulisikiza familia zote mbili, mzee azikwe hili. Wameonyesha mahali popote tofauti ya kuzika mzee kimawazo ya mzee? Hakuna. Na wakati huo uamuzi ulisomwa, tunaona niliuliza swali. Nikauliza, kuna mtu yoyote ambaye ako na pingamizi? Kuna mtu yoyote ambaye hakutoshereka na huo uamuzi? Hakuna mapingamizi lipeanwa. Hivyo bwana wakili ndio alisema mimi nitarudisha rufaa. Huo ni bwana wakili Kinyanjui alisema. Basi mimi nikasema kama kuna mtu ile jambo lirudi kutokea ni kotini. Na ndio sababu tulirudi kukusanya hizo familia. It's okay. Thank you. Umeulizwa tena kama zile minutes zilikuwa na tarehe
na umeonyesha kwamba ziko na tarehe. Kuna yote mkutano ambayo umeonyeshwa tofauti na hii? Hakuna. Ya tatu, tukisonga, umeulizwa kwamba mzee alienda Gilgil mwaka gani? Ulikuwa miaka 12. Ndio. Ulifahamu kwamba ameenda Gilgil? Nilifahamu. Mtoto anaweza fahamu mali mtu anaenda? Miaka 12 si mtoto. Yes, unaweza fahamu. Naweza fahamu. Kwa hivyo ulikuwa na fahamu mali alienda? Ndio. Umeulizwa tena kuhusu mahali pale shamba. Umeulizwa wewe unaishi wapi na kwamba uliuza shamba. Hiyo ina uhusiano yote na hii kesi? Hakuna. Ndugu yangu Kinyanjui amekuuliza tena, katika yale ambayo mliamua, wewe kwenye ile picha ulikuwa unaulizwa kama uko kwenye zizi la ng'ombe na ukajua, ulifahamu vipi kuhusu mahali pa mazishi kutokea kwa ile picha? Ndio mzee alinijulisha. Yes. Na pia wakati hiyo picha ilipigwa na wakatoka nje wakarudi ndani, Yes. mzee alinipata kwa zizi la ng'ombe. Yes. Na kuna picha tulipigwa naye tukiwa hapo. Asante. Umeulizwa kuhusu Mama Stella Kafoi ama Kapoi. Ndio. Kwamba kama yeye angekuwa na hisia zake za kwenda kuzika, dhana hilo lingepindua ya mzee? Ingepindua. Ingepindua. Ndio. Umeonyeshwa video kwenye koti. Umeisikia? Ndio. Na ukaiona. Yes. Kuna video yoyote umeonyeshwa na wale ya kuonyesha tofauti mali mzee anazikwa? Hakuna. Kwenye ile video ni nani anaongea? Ni mzee anaongea. Kile anaongea inaeleweka kabisa kwa lugha nzuri. Mzee alikuwa Mkristo na akawa na kanisa na hata akaoa kwenye kanisa. Ndio. Umeonyeshwa popote ambapo Felix aliolewa kwa kanisa? Hakuna. Umeongeleshwa kuhusu tambiko, kiande, kitu kama hicho? Ndio. Ulikuwepo pale akifanya? Nani? Ulikuwa wewe akifanya kiande? Yes. Nani? Felix na mzee? Hapana. Umeulizwa kama hawa ni watoto wa mzee wa damu ama kuzaliwa. Ina chochote kuhusu hii kesi? Haina. Unaweza jua baba ya watoto ni nani? Huwezi jua. Labda mama akwambie. Hao wenyewe wamekuonyesha kwamba ni watoto wa mzee? Kuna mtu anathibitisha. Ona, that's all. Who is also lined to testify. Yes. And they should tell you when she will testify, because ideally she cannot testify behind my clients if she will at all testify. Otherwise it would have turned the case to us as if we are defendants. I took the liberty of the independent witnesses, and we have served in time because they cannot collide at all, the independent separate witnesses. And largely their testimonies occurred because of events precipitate after the suit was filed. More particularly, the witnesses who have just testified occurred because of the meetings which they had, and the recanting of the statements which a witness number PW2 to PW, the rest of the plaintiff's witnesses. So if you wanna, I do request for your indulgence and guidance on how to proceed in view of that fact. And for us, we'll be requesting for another physical session, though you can even do it virtually after presenting the documents, because that's now where part of our evidence is. Okay. Thank you so much for giving us your time. Thank you, Mr. Andrew and Mr. Mari's team. I'm grateful at the guidance of the court. I have intimated earlier on to the court that it was problem that we finish up with today's hearing, also the physical aspect of it. Yeah. But now, given the, I don't know, the, 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 the,
given the sentiments of my colleague, Mr. Biko, we can have the next hearing date whereby our client will testify virtually. Yes. That is the second plaintiff? Yeah, that's the second plaintiff. And I'm thinking we can do away with all the virtual witnesses on that day. Yes. And I'm also informed of other perhaps Mr. Biko has also not told us the situation about one Pamela Gaki, who is in the United States. We have her witness statement, and she was said to testify alongside those witnesses who have to testify virtually. Therefore, we can take the next date. We can put it specially and exclusively for a virtual hearing to accommodate my client and the other party. Yes. Ours can start, we don't have a problem starting. And then after that, with the court's indulgence, you can have the directions as to the hearing, rather not the directions, but you can have the next date for the physical hearing of Mr. Geoffrey Nganga. The scheme of things should be that, if possible, Mr. Kinyanjui, Yes, Your Honor. you lead all the plaintiff's evidence. You close your case now in the proper sense of it, Yes, Your Honor. and then we conclude with the defense. That is the order in which, of course, we should have followed Yes, Your Honor. if everything was okay. But of course, we have had to devise ways of trying to utilize judicial time, and that's how we ended up having a jumbled system. Yes, Your Honor. But I think in light of your indication, then we can, at the back of our minds, agree that you will lead all the evidence. Yes, Your The court has no problem. In fact, the next day I'm proposing I want to have now a clear day for this matter only. Yes. Sometimes I get the ambush I got this morning because my learned sister, the Honorable Mwangi, the Honorable Aduke, when she went on transfer, I think there were some matters which were still listed before me that are not on my diary. So even when I give you a clear day, I also get some kind of ambush on that day. So we will close the diary for the next session so that if you prepare all your witnesses, we can start with the virtual session. Yes. We hear the witnesses that are able to testify virtually. Then we again come to the physical court. We proceed with those witnesses that are still with us in the court. Your Honor, then in that case, if we can perhaps start very early, because I know Joyce, the second plaintiff. It's an open day for the court, so we'll need to close everything, and I hope my assistant will also help me, Mr. Mukapa, to confirm that we don't have matters on that day. Your Honor, perhaps if I may ask with your indulgence, Yes. how does the 14th look like? 14th, I've already allocated 2 hearings. 15th? 15th, as one mentioned, we can take 15th, Mr. Biko. The reason I ask the court indulgence is because I have a 2-day hearing. The cement matter that's going on for 2 days. Mr. Biko, the 15th of May? 15th of May. Yes. I know the feeling that you get. You remember my first intention was to see, today was supposed to be the last day. Yes. And the problem the court has really, and it's not my wish, I told you I'm also African, and those of you, and I think there are 2 pastors here, those who have read Professor John Mbiti, one of the best and foremost theologists, especially in African religion, he hypothesizes that even the dead live here with us. So we do not want to offend them by keeping them just somewhere without releasing their spirits. So it is not my wish at all. In fact, Mr. Biko, after today, I'm told Monday that the first is a holiday. Now,
what follows what follows is the 1st of April, the 2nd of April, you can see the court's diary, and then the 3rd. And then from here we have a judicial opening day, and from there I proceed on colloquium and then leave. So today my hands are completely tied. I wish I would have a way of dealing with this. And when we resume, because I'm coming back now on the 5th of May, the challenge I'm having is that given the manner in which we have proceeded, you know, now my 5th is also taken up all through, because I didn't anticipate that we would go beyond today with this matter. And your matter is not the kind of matter where we sneak it in between, because these people are traveling every day. So even if I just give them 1 hour or 2 hours, it's not enough. We're also trying to reduce their cost. So that's why I'm trying now to settle on a day which is completely clear, so that we block everything else. So that's where we are, and there's nothing more we can do now. Your Honor, you made effort to explain. Yes. And I believe there is some people we are not in control of circumstances, even if you are to populate the diary in lesser matters. Yes. These will come up and in Yes. events like ours with an emergency. So I just pray and trust that the dates being suggested, if they are available, we see what to do with them. We could even play safer, sorry to interject, Mr. Biko, we could even play safer by having 2 days. Yes. You know the way the course diaries, days run. If we not a block, maybe let's say the Thursday of 15, Friday of course we don't sit, we have judgments, and maybe the Monday of 19. Yes. In the next 3 days, this date will also be full. So we could probably, out of abundance of caution, block 2 days. And then I also request you, because you see this matter really depends on the way the 2 advocates, or 3 or 4, also conduct the evidence in chief, the cross-examination. If between now and the time we come back, there's a way you are able to relook at the evidence you are seeking to, you can see what the court has written. This is all handwritten material. And I belong to the school of thought that believes that there's a way you can present short, crisp evidence and help the court to appreciate the facts. So it's all about the court and yourselves as counsel. These people are looking up to us to be able to make a determination as quickly as we can. So let's focus on that 15th. We block the entire date, another day, and you know, Mr. Kenyanjui has even trying to see how he can work with the time. And I said, let's leave the day open, barring any meeting. In fact, we would just have taken a very short break and resume. I have no problem with the sitting. So that is the message we are passing. Let's come back. I know your concern is the concern of the court. It is the concern of the other parties as well. Yeah. I will leave it to the court. If in between you are able to find another way of dealing with the issues, I have a twin court. You can even record a let the returns of the second date. yes, I'm giving the 15th.